Tega 10. Matangipa mbovu kwanza bwana tukichoka ina shida. Ngoja nirekebishe nani hapa. Kolokocho naanza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mimi sikusema neno langu kichwani. Nimesoma aya Ufunuo Yohana 2:12. Kiti cha enzi cha shetani kiko kanisani. Utakifuta hayo maneno. Kwa nini nimeandika mie? Au ungesema bwana hiyo aya msisome, sawa. Lakini kiniambia nisizungumza habari za shetani. Kwanza basi shetani wa kwanza alioandika hii Biblia kwa sababu kaweka hilo neno kwenye Biblia. Sio mimi bwana. Na hapa mimi nilitoa homework. Amesema kwamba mimi nimefanya comedy. Yaani nyinyi wa Kristo nyinyi nyote mnachezewa akili yenu na Daudi. Yaani unajua labda nitoe faida moja. Mimi naamini hapa niliposimama sisemi kwamba nina elimu kuliko nyinyi mnaonisikiliza. Yaani naamini nyinyi mna elimu zaidi kuliko mimi ninayezungumza. Lakini Daudi kumbe yeye ana elimu zaidi kuliko nyinyi na ndicho anachowafanyeni. Yaani anawafanyeni brainwash na nyinyi mnamkubali. Kwa sababu endeleeni. Mimi hapa sikufanya comedy. Nimesema watu waliokuwa wanafuata sabato kwa mujibu wa Biblia walikuwa wanasali vipi. Nikatoa ushahidi wa aya. Sasa kama comedy ziko kwenye Biblia, sio mimi. Na nikatoa homework hapa, uje hapa dakika 10 zako uwafundishe watu siku ya sabato wasali vipi. Ametoa hiyo? Hajatoa. Na nilitoa ahadi akitoa tu mfano namna kusali siku ya sabato. Mimi kanzu nafua leo mnanivesha suti na batizwa. Lakini tenda hiyo maskini ameshindwa kuichangamkia. Na nikatoa tenda nyingine nikasema ukitoa aya kwenye Biblia kwamba sabato ya Mungu ilishawahi kufanyika kanisani. Mimi jamani leo ninakuwa Mkristo lakini sio ilikuwa nafanyika kwenye sinagogi. Tunataka aya kwenye Biblia kwamba sinagogi ni msikiti. Naomba rudia tena kwanza. Luka 4:16. Luka 4:16. Sio nasema namfuata Yesu hawa. Luka 4:16. Nasema tena anzia 4. Luka anzia 14. Naam. Luka 4:14. Kisha Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa Yesu kawaida yake siku ya sabato alikuwa anaingia katika sinagogi. Biblia inatuambia sinagogi ni nini? Fungua Union Version ukurasa namba 1229 mstari wa 4 kutoka juu. Sinagogi ni nini? Sinagogi. Ndiyo? Sinagogi. Jamani Biblia sio gazeti. Na sio Qur'ani. Sio Qur'ani. Biblia. Sinagogi. Sinagogi. Msikiti wa msikiti. Msikiti wa Wayahudi. Jamani, sinagogi ni msikiti wala si kanisa. Na wala si hekalu. Maana hekalu na kanisa ni vitu vili tofauti. Hekalu kwa Kiingereza inaitwa temple, kanisa kwa Kiingereza inaitwa church. Mjue hilo, maana hapa nafanya kazi zote, nafundisha lugha na maandiko. Yaani Wakristo leo wamenipa kazi kubwa kulikweli. Kwa hiyo sabato ya Mungu ilishafutwa. Sabato iliyobaki sasa hivi ni ya Helen G. White ya kuingia kwenye makanisa. Sio ya Mungu hiyo. Kama kweli sabato mlionayo ni ya Mungu, aya gani kwenye Biblia sabato ilishawahi kufanyika kanisani? Yesu kaingia msikitini, Musa kaingia msikitini. Nyie kanisani kawapelekeni nani? Ndio mjapo mtuambie. Waislamu tunaamini kweli sabato ilikuwepo, tena imesema ilikuwa Jumamosi, haina shida. Biblia imekaa kimya, haitambui sabato ilikuwa ni juma ngapi. Haijasema kwamba ni Jumamosi. Majibu hayo yamekuja kusaidiwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingawa leo mnamkataa. Sawa na unaosema baniani mbaya kiatu chake dawa. Mnamkataa mtume, lakini Qur'an leo ndio mnaitumia kujua kwamba sabato ilikuwa Jumamosi. Biblia imekaa kimya.
Lakini bado hoja ya msingi hapa kaja kaiacha. Anasema anataka ushahidi kwamba Mungu alibadilisha sabato kwa kuisoma Waebrania 4:4. Wewe tumia hii hapa, si ndio Biblia Waebrania 4:4. Soma hiyo. Kiswahili cha kisasa. Kiswahili cha kisasa wanasemaje? Kiswahili cha kisasa. Sikilizeni sasa Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Kila mtu kama anayo angalia Waebrania 4:4, alafu tunashuka nayo mpaka hiyo 9 aliyosoma. Nasema. Nasema. Ndio. 4 Waebrania. Inasema hivi. Ndio. Inasema hivi. Basi sisi tunaoamini tunapata pumziko lililo aliloahidi Mungu. Ndio. Kama alivyosema. Nikasirika nikaapa. Wataingia mahala pangu patakatifu. Hawataingia mahala pangu patakatifu. Weka vizuri microphone yako nikupate vizuri. Mungu alisema hayo. Mungu alisema hayo ingawa kazi yake ilikuwa imekwisha malizika. Ingawa kazi yake ilikuwa imekwisha malizika. Tangu alipoumba ulimwengu. Tangu alipoumba ulimwengu. Maana maandiko yasema mahala fulani hivi. Maandiko yanasema mahala fulani hivi kuhusu siku ya sabato. Kuhusu siku ya sabato. Mungu alipumzika siku ya saba. Mungu alipumzika siku ya saba. Akaacha kazi zake zote. Akaacha kazi zake zote. Tena jambo hili nasemwa pia. Ndio. Hawataingia mahala pangu pa pumziko. Ndio. Basi ahadi ya kuingia bado ipo. Ahadi ya kuingia bado ipo. Bimaana ataweka tena siku nyingine. Maana wale waliohubiriwa habari njema pale awali ndio walishindwa kuingia humo kwa sababu walikosa kutii. Ndio. Mungu aliweka siku nyingine. Mungu aliweka siku nyingine. Siku nyingine hiyo ipi? Soma hiyo 9 aliyosoma. 9. Kwa hiyo basi bado kuna kupumzika. Bado kuna kupumzika kwa watu wa Mungu. Kwa watu wa Mungu. Maana kila aingiaye mahala pa pumziko. Kila anaingia mahala pa pumziko ya Mungu atapumzika. Atapumzika kutoka katika kazi yake. Kama vile pia Mungu alivyopumzika. Kama vile pia Mungu alivyopumzika. Kuna neno sabato hapa? Hakuna. Ona sasa. Kuna neno sabato hapa? Mtuambie na hii Biblia nayo ni magazeti imedanganya. Mungu aweka tena siku nyingine. Siku fulani, siku gani? 64, 2, 69, 92, 9 Qur'ani. 92, 9 Qur'ani. Inasemaje? Enyi mnaamini. Jamani taratibu. Ndio maana nikasema imada kwangu mimi kama vile kutafuna biskuti. Piga hiyo baba. Enyi mnaamini. Enyi mnaamini. Ndio. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Mungu anasema anaweka tena siku fulani, anaweka tena siku nyingine. Hiyo ni siku ya Ijumaa. Kama mimi nasema uongo, basi hapa tuambie. Hiyo sabato kama ilishafutwa, akaweka tena siku fulani ambayo itakuwa si Jumamosi tena, ni siku gani? Hilo swali litafutie majibu. Ndio takuja kukushona hapa. Litafute majibu kabisa, jiandae. Aweka tena siku fulani, ni siku ya Ijumaa. Jumamosi tayari ilishafutwa. Na mtume sasa ndio mtafsiri wa Qur'ani, akaja akasemaje katika As-Sadiqul Amin juzu ya 1 na ya 2 ukurasa namba 90 hadithi namba 193. Anasemaje? Siku bora, siku tukufu lipandapo linapochomoza jua. Katika siku tukufu, maana siku zote jua linachomoza, lakini katika siku tukufu, katika hizo zinazochomoza jua ni siku ya Ijumaa. Muda umeisha. Ukitaka yofuta, utaki haya shauri yako, sababu kukataa maandiko ni kawaida yako. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti, kinachoendelea, karibuni. Tunaingia utaratibu wa matangazo, baadaye tutaingia sehemu nyingine ya maswali. Basi nikaribishe ndugu zetu kwa ajili ya matangazo. Jamani,
Hiyo ni mada ya leo. Hiyo zawadi inayogaiwa hiyo ni mada ya leo. Kwa hiyo unaweza ukachukua kitabu hicho kikakusaidia kuendelea kujifunza mada ya leo. Sasa nadhani ni muda wetu kuuliza maswali. Sasa tunaenda kuuliza maswali. Dakika 3 swali, dakika 5 majibu. Tunaanza sisi. Haya, watunza muda. Kabla sijauliza swali, sababu swali ni fupi sana, tusome hiyo Luka aliyokuwa anaisoma amenadi nayo sana hapa, ati kwamba Yesu aliingia msikitini, sinagogi, na kwa sababu hiyo sinagogi ni msikiti. Sasa kumbe Yesu aliingia msikitini. Sasa tuangalie huko msikitini walikubali. Sura hiyo hiyo ya 4 aya ya 28 hadi 29. Soma haraka haraka. Haraka haraka, nina dakika 28. Naam. Nasema wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi. Walipomwona Yesu waliokuwa katika sinagogi wakajaa ghadhabu. Walipoyasikia hayo. Naam. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Basi ndio hawa wanamtupa Yesu. Anataka aingie sinagogi awapatie wokovu, lakini wanamtoa kumtupa. Na hata leo tutahubiri Yesu, kazi yao ni kumtoa kumtupa. Kumbe sinagogi hilo sio sinagogi la kweli, ndio lile tumeliona Ufunuo 2:9 la shetani. Hiyo tumesafisha. Swali, nisomee maisha ya Mtume Muhammad, hiyo ukurasa, waambie ukurasa huo, alafu usome. Ukurasa ni wa 47. Maisha ya Mtume Muhammad, kinaitwa Maisha ya Mtume Muhammad. Haya, soma haraka haraka. Ijumaa ya kwanza aliyoswali Mtume. Ijumaa ya kwanza aliyoswali Mtume. Haya, soma. Inasema, kisha Mtume akaondoka Kuba kwenda Yathriba. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Mtume akawa amezungukwa na maswahaba wake waliovalia silaha. Wakati wa jua kupomoka, ukamfikia kwenye maskani ya Banu Salim bin Aufu katika wangwa unaoitwa wangwa Ronuma. Mtume akaswali swala ya Ijumaa mahali hapo na akatoa hutuba. Kwa hivyo hii ndiyo swala ya kwanza ya Ijumaa iliyoswaliwa katika Uislamu. Hii ndiyo swala ya kwanza iliyoswaliwa kwenye Uislamu. Swali, kabla hajaswali hiyo swala ya kwanza alikuwa anaswali siku gani? La kwanza hiyo. B yake, nani alimpatia agizo la kubadilisha ile siku aliyokuwa na swali kwa agizo gani? Jamani, mada ya leo ni ipi siku takatifu ya ibada kati ya Sabato na Ijumaa? Asilete malalamiko, sijui hiyo ilipita, tuambie nani alibadilisha hiyo siku, alipata mamlaka gani? Muda umeisha. Mwenyekiti, karibu kwa jibu. Asante. Majibu. Kwanza nataka nifundishe historia ya Uislamu kwa Bwana Mtume Muhammad salama. Dakika 2 zinatosha. Sasa maswali yake ni mawili. Swali la kwanza anauliza kwamba kabla ya kuswali Ijumaa ile, maana mimi nakukumbusha mpaka tarehe na ijua, ilikuwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 622 AD katika kijiji cha Banu Ausi. Hiyo ilikuwa huna, maana unahangaika. Sasa kabla ya pale alikuwa anaswali juma ngapi? Kwanza unatakiwa ufahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume aliambiwa afundishe tauhidi. Mwaka mmoja kabla ya kuhama ndo akaambiwa sasa atekeleze ibada ya swala. Kwa swala imekuja baada ya miaka 13 katika utume wake. Hilo unatakiwa ulifahamu. Ulikuwa hujui ndio na kufundisha. Kwa kabla
ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina, Nabii Muhammad SAW alikuwa na swala za kawaida tu siku zote. Kwa sababu gani? Swala imefaradhishiwa mwaka wa 619 katika utume wa Nabii Muhammad SAW, baada ya safari ya Isra kutoka Maka kwenda Baitul Maqdis, na akapanda mbingu ya 7 na akarudi kule, ndo akapewa swala 5. Swala ya Ijumaa ndio imekuja kufaradhishiwa katika kijiji cha Banu Ausi tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 622. Kwa hiyo imekula pembeni. Jibu la pili, anataka kuuliza mamlaka hii ya kubadilisha Jumamosi ameipata wapi? Waebrania 4:4 huko ndiko alikoipata. Utaki futa. Waebrania 4:4. Basi. Waebrania 4:4. Inasemaje? Waebrania 4:4. Huko nilikuwekea alama kabisa. Soma hiyo. Nimekuwekea alama kabisa na unageuza tena. Changamka. Waebrania 4:4. Inasema. Ndio. Samahani mwalimu. Haya. Taratibu. Tunafundisha. 4:4. Ndio. Inasema. Maana maandalio. Nenda 4:4. Okoa muda. Ndio. Maana unenda 7 tu okoe muda. 7. Inasema 7 hapa. Mungu aliweka siku nyingine. Mungu aliweka siku nyingine. Kwa siku nyingine ndio Ijumaa. Kama maneno tunasema uongo, utakuja hapo utatuambia. Kama Jumamosi ilifutwa, hiyo siku nyingine iliyowekwa inaitwaje? Kwa mamlaka aliyatoa hapo. Maana Mungu aliweka siku nyingine. Siku gani? 62:9 Qur'ani. Ndio kuadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Kwa ndio Ijumaa ameipatia hapo. Sio kosa la Nabii Muhammad. Sabato kama utakubali ni ya Mungu, basi Mungu ndio aliyoibadilisha. Kama utaki unafuta funweka na atakayebani aliyebadilisha Sabato sio Mungu. Iwe Waebrania 4:4 imedanganya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mwenyekiti mwenza, karibuni. Tunaenda kuhitimisha. Angalia sasa maneno ya mwisho, kila mtu asikie na kuelewa. Jamani, tunaelekea mwisho wa hizi mada zetu na tumeona wametumia saa nzima, hata hatujaona wanatuambia siku yao ni takatifu, tena ni ya ibada. Yaani mada ya leo kati ya Ijumaa na siku ya Sabato, ipi siku takatifu ya ibada? Jamani, mumesikia pande zote mbili na sijui kama hata kuna maelezo yoyote yametoka kuonyesha kwamba siku takatifu. Sasa swali liko pale pale, nani alimwamrisha kubadilisha siku ya ibada kwenda siku ya Ijumaa? Alipata wapi agizo hilo? Tuko pale pale, lakini amekuja hapa ameeleza kwamba eti masinagogi maana yake ni misikiti. Haya, soma Qur'ani 22 aya 40 hapa. Haya, soma hapa haraka. Wale ambao swali liko pale pale. Yaani hilo swali la mwanzo ni ile. Haya, haraka. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki, ila kwa kuwa wanasema Mola wetu ni mlezi Mwenyezi Mungu, na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingevunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti. Kuna makanisa, kuna masinagogi, kuna misikiti. Yeye hapa katuambia masinagogi ni misikiti. Umetoa wapi fundisho hilo? Mambo ya kuungaunga, yani hawa kama mmeona toka tuanze kuungaunga masinagogi yako pembeni, makanisa pembeni, misikiti pembeni. Zote hizo aya inasemaje? Zinatajwa nini? Ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Katika nyumba hizo jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Tuambie, mahala panapotajwa jina la Mwenyezi Mungu kwa wingi, panapoitwa kanisa, wanasali watu gani?
Hilo ndio tutakuja tuambie baadaye. Lakini swali letu liko pale pale. Nani amemwamrisha Muhammad kuanzisha siku ya Ijumaa? Wapi siku ya Ijumaa ni takatifu? Pale pale kukuruka mwanangu. Na umo wanasali watu gani? Jibu mwenyekiti huko. Haya. Mwenyekiti mwili wake hafai kuuliza. Anauliza Mkasa. Mwenyekiti huwa aulizi maswali bwana. Haya bwana. Kolokocha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hili swali kumbe limebaki kwa Daudi. Kwa wasikilizaji waliokuwepo hapa wamesikia kabisa. Labda inawezekana uliziba masikio. Sasa naomba nikuzibue masikio yako kwamba Ijumaa ni siku takatifu. Naomba usikilize hayo maneno, naomba unisomee Aswadiqul Amin, ukurasa wa 90, hadithi namba 193. Inasema hivi. Mtume anasemaje? Siku bora. Siku bora. Siku tukufu. Siku tukufu. Lipandapo linapochomoza jua. Linapochomoza jua. Ni siku ya Ijumaa. Hajasikia, rudia tena. Ni siku ya Ijumaa. Sasa kama utake wa maneno Daudi unatakiwa ufute au weka plaster kuweka unayotaka. Ndio maana nimesema ili swali limebaki kwa Daudi tu peke yake. Lakini waliokuwepo hapa tayari wameshasikia na wameelewa. Kwa hiyo jibu ndio hilo. Mwalimu. Subiri kidogo Mwalimu Isa. Unajua siku zote nasema kurukaruka sio dawa ya ulimbo. Mimi narudia tena nasema hivi. Hawa wanaotusikiliza wana elimu zaidi ya sisi tunaongea. Mimi ndio naamini hivyo. Labda hili kwa Daudi kwamba yeye ndo ana elimu zaidi kuliko anaozungumza nao. Jibu nilishajibu. Anakuja anauliza tena, mamlaka hii kapata wapi ya kubadilisha? Kama utakubali Biblia ni maneno ya Mungu, yanasema kweli, naomba unisomee kitabu cha Biblia, kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 7. Taratibu msomaji. Inasema Nyazo 4. Ndio. Wa 7 tu. Anzia 4. Aya. Wanasema maana maandiko yanasema mahali fulani kuhusu siku ya Sabato. Kuhusu siku ya Saba. Ambayo Sabato. Mungu. Sio Mtume Muhammad. Mungu ndio alipumzika siku ya Saba. Ndio akaja kazi zake zote. Ndio tena jambo hili ndio lasemwa pia kwamba jambo hili la kupumzika siku ya Saba linasemwa pia hawataingia mahali pangu pa pumziko. Hawataingia tena mahali pangu pa pumziko. Basi kwa sababu hiyo ahadi ya kuingia bado ipo, maana wale waliohubiriwa habari njema pale awali ndio walishindwa kuingia humo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuasi kwao. Wana wa Israeli walipoasi, sasa Mungu akasemaje? Mungu sio Nabii Muhammad. Mungu aweka siku nyingine baada ya Sabato. Jumamosi Mungu anaweka siku nyingine. Ipi? Jamani, si Biblia hii au nasema ndio magazeti? Kama hili gazeti aseme Daudi kwamba bwana hicho unachosoma sio Biblia, ni gazeti. Aweka siku nyingine. Ipi? Kwa kuwa huu ni unabii ukaja ukatimia wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani 62 aya ya 9, Mwenyezi Mungu anasema, enyi Waislamu mlioamini, kunapoadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa, basi acheni shughuli zenu,
Acheni biashara zenu, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ndio maana tunakwenda siku ya Ijumaa, kwa sababu Mungu alibadilisha akaweka siku nyingine. Hutaki maneno rafiki yangu Daudi, futa weka unayotaka wewe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Weka zilo na nataka kuunganisha swali moja. Au muda mnasema mmeisha? Tulia kwanza. Pumzika kwanza. Na mwenyekiti mwenza, majibu mmeyasikia. Swali kwenu, swali kwetu. Umetoa jibu, mbona hatujaona jibu? Swali kwetu, wewe mwenyekiti, swali kwetu. Nampandisha muhadhiri, swali kwetu, muhadhiri. Swali wakati mjajibu. Jibu tena. Haya basi tuendelee. Tuendelee. Haya, uliza swali. Karibu sana mwenyekiti. Nataka kuanza saizi. Kolokocho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, mada leo nafikiri iko wazi. Mwenye masikio amesikia. Ishu hapa ni Ijumaa na Jumamosi. Ipi siku takatifu? Sasa sikilizeni. Swali langu linatoka hapa. Naomba nisomee Waebrania hiyo 4:4-7. Waebrania 4:4-7. Tumeona Yesu desturi yake siku ya Sabato alikuwa anaingia msikitini. Na Biblia hii hapa, maana amesema kwamba tuseme Biblia si Qur'ani imetaja sinagogi. Biblia imeshasema, semeni ya maneno ni ya uongo. Ukurasa wa 1229 Biblia Union Version mstari wa 4 kutoka juu inasema sinagogi ni msikiti. Hutaki unafuta hayo ili watu tujue bwana sinagogi sio msikiti, ni kanisa. Kwa desturi ya Yesu ni kuingia msikitini. Sabato alikuwa anaingia msikitini. Swali A, ni aya gani ndani ya Biblia Yesu alishawahi kuingia kanisani siku ya Sabato? Hiyo A. B, hapo Mungu aliweka tena. Mungu aweka siku nyingine. Mungu anaweka tena siku nyingine baada ya Jumamosi, anaweka tena siku nyingine. Sasa kwenye hii aya, na nimesema Biblia inaitwa Kiswahili cha kisasa Petros Kanoni, kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 4. Mungu anaweka tena siku nyingine. Swali langu, haya maneno kwenye Biblia ni ya kweli au sio ya kweli? Kama utasema ni ya kweli, hiyo siku nyingine baada ya Jumamosi inaitwaje? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti, jibu. Sikia majibu. Ingereza anasema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa nyie wasikilizaji mnachambua tu, mnasikiliza kila upande, alafu we mwenyewe unajiongeza kichwani. Hapa zinakuja mbwembe tu na majigambo, lakini hatuoni kitu kinaendelea. Sasa tumesomewa hapa ati hadithi za mtume ndio umo iliyobadilisha siku ya ibada. Sasa hebu soma Petro wa pili sura ya 1 aya ya 16. Petro wa pili sura ya 1 aya ya 16. Unasema, naam, kwa maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu. Yaani kumbe haya mambo analeta hapa ni hadithi zilizotungwa kwa namna gani? Kwa werevu. Sasa mambo ndio maana nilisema kwamba hawatakuwa na jibu kwenye vitabu isipokuwa kurukaruka huku na huku, mwisho wa wakati hadithi zilizotungwa kwa werevu. Sasa hoja yake ya msingi akaja anasema kwamba ati ni wapi Yesu aliingia kanisani. Nimeshakwambia Yesu mwenyewe ndiye mjenzi wa kanisa. Mathayo sura ya 16 aya ya 16. Endelea. Yaani Yesu ndiye anajenga kanisa, ataachaje kuingia kanisani? Yaani wewe utajenga kanisa alafu uingimo.
Simon Petro akajibu akasema, Naam. wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, Naam. heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kujua kwamba sabato ni takatifu ni mpaka ufunuliwe na Mungu. Endelea. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Yaani Yesu ni mjenzi wa kanisa. Sasa taacha kuingia kanisani wakati yeye ndio amelijenga kanisa. Mwarobaini vipi, uelewi? Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na wala mapepo na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda kanisa la Mungu. Sasa akaja na aya ameikomaria, aweka siku nyingine. Waebrania 4:7. Ameanza toka muda mrefu. Sasa tukuonyeshe inayotajwa ni sabato. Sabato nyingine aliyoweka Mungu ni ipi? Isaya 66 aya 22 hadi 23. Hii hapo sabato ya Mungu. Unafikiri sabato imeisha? Ameweka nyingine. Haya, chapa haraka 66 aya ya 22 na 23. Siku nyingine ya sabato hii hapo aliyoweka. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya. Naam. Na sabato hata sabato. Anzia 22. Na kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakapokaa mbele yangu, ndivyo itakapokuwa uzao wenu. Itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja mbele zangu kuja kuabudu. Hiyo ndio sabato nyingine aliyoweka, sio Ijumaa. Tuambie wapi hiyo siku nyingine imetajwa kuwa ni Ijumaa? Acha kupandikiza. Yaani mtu anatafuta chomekea aweke hapa Ijumaa. Mungu haijui wala sio takatifu, ni siku ya kujitungia. Kama tulivyoona ni hadithi za kufanya nini? Za kutunga. Bwana Yesu asifiwe. Sabato takatifu. Ijumaa hatujaona utakatifu wowote, isipokuwa kulikuwa na kurukakara na kujigamba. Sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Bwana wabariki sana. Karibuni sana mwenyekiti. Muda umeisha, tunaenda kuomba. Ilikuwa kazi kabisa hapa na muda. Mwenyekiti kicheko cha maumivu. Mwenyekiti mwenyekiti akwa refa. Karibu sana mwenyekiti. Mchezaji. Mwenyekiti. Refa na mchezaji. Karibu sana. Unajua swala nyongeza bado lipo. Haya, wasema muda. Na wenzetu wamelilia swala la kuongeza. Haya, waongezee. Ongezee. Haya, barabara dakika 3. Inaoka vile sio sheria. Haipo kwenye mlaalo. Ni swali na nyongeza. Dale sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Kuna maiki naomba izimwe hapo kidogo. Hiyo maiki hapo ya. Naam. Kwamba ndugu zangu Waislamu, mimi nafikiri mwalimu amekuja hapa kujibu kila ambacho mimi sijamuuliza. Mimi sijakuuliza habari za kanisa. Yaani ukitaka tujadili mambo ya kanisa, hiyo 16, 18 ulioisoma, nenda malizie 23. Yesu anageuka na mwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yale ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo aliyoambiwa atajenga kanisa kaitwa shetani. Kwa hiyo ukiingia kwenye nyumba aliyoijenga nao na kwa nani? Jibu kichwani. Sasa sisi hayo hatukuyahitaji. Mimi sikuja hapa kuuliza habari za kanisa, na nimetoa majibu ya wazi kabisa. Ingawa unasema kwa hiyo nimeleta hapa vichekesho, comedy nini? Isi comedy kwako wewe, lakini kwa waelewa wamejua mada ilivyokwenda mwanzo wake mpaka mwisho wake. Ndio maana nimesema usidhani kwamba hawa wanaotusikiliza hawana elimu kama wewe na mimi. Amekuja ametoa jibu kwenye Isaya 66 aya 22 mpaka 23. Hivi Mkristo gani asiyejua kwamba Isaya iko katika Agano la Kale na Waebrania ni katika Agano Jipya?
Jamani, hata nyinyi pia na ili mnachezewa akili yenu. Maneno katika Agano Jipya Mungu anasema aweka tena siku nyingine. Swali likaja, haya maneno haya ni ya kweli ama si ya kweli? Ya kusema naweka tena siku nyingine, haya maneno ni ya kweli au sio ya kweli? Kama utasema maneno haya ndani ya Biblia ni ya kweli, hiyo siku ni siku gani? Kwa sababu Sabato ilikuwa ni Jumamosi. Sasa aweka tena siku nyingine, ipi? Ilitakiwa jibu hilo. Kwa sababu Sabato ilikuwa Jumamosi, aweka tena siku nyingine, ipi? Yani hapa ilikuwa swali moja kwa mawili. Haya maneno kwenye Waebrania 4:4 ni ya kweli au sio ya kweli? Sema sio ya kweli basi. Lakini ukisema ni ya kweli, tuambie siku nyingine aliyoweka ni ipi. Hiyo ilikuwa namba B. A, Yesu kawaida yake ni kuingia msikitini kwenye kila Sabato. Na Yesu akasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Waislamu kajifunza kwa Bwana Yesu, tukaingia msikitini, tukakutana naye msikitini. Nyinyi mnaokwenda kanisani, aya gani ndani ya Biblia Yesu alishawahi kuingia kanisani siku ya Sabato? Hilo ndio lilikuwa swali bwana. Jamani, swali langu naomba lijibiwe. Naona halijajibiwa. Aya gani katika Biblia Yesu siku ya Sabato alishawahi kuingia kanisani? Hiyo A. B, Waebrania 4:4 Mungu anasema anaweka tena siku nyingine, akiondoa siku ya Jumamosi ya Sabato. Ni siku gani hiyo? Kama hayo maneno ni ya kweli. Kama si ya kweli unasema tu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bila kuchelewa mwenyekiti. Muda wenyewe umekwisha, tunaenda haraka. Jamani, nimeshajibu alafu anauliza. Nadhani hao ni wagumu kuelewa. Sasa hebu ngoja, anasema aweka siku nyingine. Siku gani hiyo anayoweka nyingine? Waebrania 4 aya ya 9. Soma hapo. Hiyo siku nyingine inayowekwa ni ipi? 4:9. Malizia 4:9 Waebrania. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingaliinena siku nyingine baadaye. 4:9. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wana raha ya Sabato. Wasio wa Mungu ndio watajaza wenyewe. Lakini watu wa Mungu ni kwa wakati gani? Tukamsomea Isaya 66 aya ya 22 na 23. Anasema katika mbingu mpya na nchi mpya. Yesu anasema kwamba amekwenda kuandaa makao mapya. Hayo makao mapya ndio mbingu mpya. Ibrahimu alitarajia mbingu hiyo. Anasema aliishi hapa duniani kama mpitaji, maana alikuwa na utarajia mji mpya mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu mwenyewe. Waebrania 3:13 aya ya 10. Kwa hiyo mji mpya na nchi mpya ni baada ya nchi hii kuwa imeteketezwa. Sio mambo ya Agano Jipya. Agano Jipya lipo, bado mbingu mpya inakuja, na Sabato ndio hiyo nyingine iliyowekwa. Sasa hoja ya msingi ndio hiyo. Sasa amekuja hapa ameanza kusema ni jamani, kanisa ni la shetani. Sasa hebu piga Ufunuo 2:9. Sinagogi ni la nani? Sinagogi ni la nani? Ufunuo 2:9 inasema, maliza haraka. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi matukano yao, la shetani. Kumbe ni sinagogi la shetani. Je, ni kweli kwamba humo ni sinagogi la shetani? Kitabu Majini na Vitimbi vyake, ukurasa wa 20. Tuone sasa ni kweli msikitini ni sinagogi la shetani? Haraka Majini na Vitimbi vyake. Inasema hivi. Ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kuwa Waislamu. Yaani Adam na Hawa hawakuweza kumfanya shetani aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Nani akamfanya aombe msamaha? Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu.
Sasa sinagogi la Shirazi ndio ameshasilimu yuko. Jamani, mada yetu imekwisha. Anasema eti kanisa, kumbe msikiti ndio shetani anasali huko. Basi Bwana Yesu asifiwe. Mada yetu imeishia hapo na tutaonana siku nyingine.